Awali ya yote, alhamdulillah kwamba mpaka saizi tuko na afya njema. Mpaka saizi tuko na afya njema upande wa benchi tactical na upande wa wachezaji. Tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Young Africa. Sawa, maswali matatu kwa mwalimu. Kocha naenda kucheza na Yanga ambayo tukiangalia namba ina namba nzuri kwa upande wa eneo la kushambulia. Hasa inapokutana na timu za daraja ya kati kwenye uwanja wa nyumbani wa KMC. Kwa wewe ukiangalia miguu ya Yanga inaweza ikabadilisha aina yako ya mpira na tukaona ukizuia zaidi ili kupunguza madhara, au kimbinu unajipanga vipi unapoenda kukutana nao? Okay, asante kwa swali zuri. Awali yoyote tunajua tunaenda kukutana na timu aina gani. Yes, tunajua ni Giant, we respect Yanga, na tunajua ni timu kubwa sio Tanzania tu, katika bara letu la Afrika. Huu ni mpira wa miguu. Yes, kwa hiyo 11v11 tacticals zitaenda kuamua zaidi, lakini tunajua tunaenda kukutana na timu iliyokuwa bora tu. Swali la pili kwa mwalimu. Lakini pia ni kutoka nzuri sana, nyingi sana, lakini na kushindwa kuonyesha mchezo kwa mmoja. Mchezo dhidi ya Afrika tegemea game plan na namna gani kama boresho ya kiasi gani katika eneo la ufungaji? Tunafanya makosa mengi ukiacha kukosa nafasi za kufunga, lakini tunafanya makosa mengi sana kama timu na tunakaa chini kwenye kiwanja cha mazoezi, nafikiri tunafanyia kazi. Kwa hiyo moja hilo ambao umeliongelea pia tumekaa tumelifanyia kazi. So tunategemea kwenda kucheza mchezo na Yanga, pengine hatuto create nafasi nyingi zaidi ambazo tunatengeneza, lakini tunatengeneza umakini zaidi kwa nafasi ambazo tutaenda kuzipata kuzitengeneza kuwa magoli. Sababu timu ambayo tunaenda kucheza nayo of course watakuwa wamedetermine na wako well organized katika upande wa defensive na kila kitu. Hadi namba yao inaosomeka kwamba ni nzuri kwenye upande wa kuzuia na kushambulia. Sawa, swali la tatu na la mwisho kwa mwalimu. Labda mwalimu, mechi dhidi ya Yanga kwa upande wa kuna pressure yote kwa mchezo na mwalimu? Football always, kabla hujacheza utakuwa unahitaji result. So kama hujapata result, lazima uwe na pressure katika ku-create how unaenda kupata result. So pressure tulikuwa nayo, vipi tunaenda kupata result dhidi ya Yanga. Hatuna pressure kwamba kwenda kuiogopa Yanga. We respect, tunajua ni timu kubwa, lakini sio pressure kwamba kwenda kuiogopa Yanga. Tunajua ni timu kubwa, ni timu nzuri, lakini by the way na sisi pia tumejipanga kwa tactical zetu kuhakikisha tunaenda kucheza vizuri na kuweza kupata alama. Mwalimu, nikushukuru sana, niwatakie kila la heri katika mchezo wa kesho. Asante sana. Sawa, sasa tunaweza tukampisha mchezaji. Okay. George, karibu sana. Wanahabari wanaotutazama hivi sasa wanatamani kusikia namna ambavyo nyinyi kama wachezaji wa Mtibwa Sugar mmejiandaa tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kama wachezaji wote tumefika salama na tupo hapa, tunajua nini tunaenda kutafuta katika mchezo wa kesho. Kwetu sisi maandalizi yameenda vizuri. Kikubwa tunachoshukuru sisi, kesho tunaenda kutaka kucheza mechi ambayo tunataka alama ambazo tumezipoteza huku kwenye mechi mbili ambazo tumecheza nyumbani, moja na Coast na tumecheza na Dodoma, tumesuluhu pia. Kwa hiyo target yetu ambayo tumeiweka katika michezo yetu kuna alama kama 7 tumezipoteza. Kwa hiyo tunajua tunataka mchezo mkubwa kesho, lakini tumejiandaa vizuri, tuna morali ya kwenda kucheza katika mchezo wa kesho. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Hayo yote kama wachezaji tumekaa pamoja, tumezungumza na tunajua mchezo wa kesho unahitaji nini. Na sisi kama wachezaji tumezungumza, tunajua tunaenda kucheza na klabu kubwa Yanga.
tunawaheshimu kama klabu kubwa, lakini tumefanya mazoezi na walimu wametupa mbinu na maelekezo ambayo tunaweza kwenda kupata alama kesho kwenye mchezo. Sawa, swali. Kiungo na heshima nafasi ya Mtibwa kama klabu na uwezo wa wachezaji wa Mtibwa, lakini nikiweka ulinganisho na Yanga, pengine Yanga wako mbele kwa watu wa fulani kuliko nini in terms of club pamoja na wachezaji, uzoefu na profile. Pengine mechi kama hizi zinaweza kuamuliwa na mambo mawili makubwa kutoka kwenu: moja, kujitoa kwa zaidi ya 100%, lakini mbili, umakini kwa zile nafasi chache ambazo unaweza kuzipata. Utayari wenu wa kuhakikisha mnabaki katika malengo hayo kwa mchezo wa kesho? Sisi kama wachezaji, kama nilivyosema mwanzo, walimu katika uwanja wa mazoezi, tumeangalia Yanga juzi ikicheza, tukachukua yale mazuri yao na madhaifu yao. Kwa hiyo sisi kama timu tutaenda kufuata yale maelekezo yote ambayo tumepewa na walimu, nini tufanye ili kuweza kuwini mchezo wa kesho, kwa sababu tunajua mchezo wa kesho kwamba tunaenda kucheza na watu ambao wamemachua, wana professional wengi ambao ukifanya makosa wanakuadhibu. Kwa hiyo sisi hivyo wote tumeifanyia kazi, tunataka kwenda kurekebisha kesho kwenye mchezo wetu kwa makini ili kuweza kupata alama ndani ya mchezo. Sawa, swali la tatu na la mwisho kwa mchezaji. Chota ukiwa kama mchezaji unacheza nafasi mchezaji ambaye ni mganisho timu katika mchezo wa uwanja. Katika safu yako ya ushambuliaji kama mchezaji wa juu kupata magoli katika mchezo huo. Ni kama mchezaji na vipi mkiwa mnatengeneza nafasi ya mchezo huo? Hilo ndio ni swala kubwa ambalo linatusumbua katika timu yetu, sababu tumetengeneza timu lakini tunaona katika ulinzi tuko salama zaidi kuliko kuendelea kutumbukiza magoli. Lakini ndio swala ambalo sasa hivi tunadili nalo sana, hata walimu wanadili nalo sana, kujua nini ambacho kinataka tufanye ili tuweze kupata kuscore. Nafasi tunatengeneza lakini hatupati nafasi ya kugeuza ile goli. Lakini yote ya yote tunaenda kucheza mchezo wa kesho, sisi tunahitaji matokeo. Kwa hiyo katika nafasi ambazo tunazopata, Mwenyezi Mungu akijalia, kama ikiwa ipo upande wetu, basi game ndio hiyo. Kwa hiyo kila mchezaji katika michezo hii, hamna mchezaji ambaye anakuwa katika hali mbaya katika mchezo mkubwa. Kila mchezaji anatamani kuwa katika mchezo huu, na nataka kufanya vizuri ndani ya mchezo mkubwa, kwa sababu anajua kuna vitu vingi vinaweza kutokea kwake yeye na kwa timu pia. Sawa. Kuna namna yote naweza kuzungumza na mashabiki wa Mtibwa Sugar kuelekea mchezo wenu wa kesho dhidi ya Young Africans? Kwa mashabiki, kuna watu ambao wanakuja kutupa support kila tukicheza. Tunaomba waweze kuja kwa wingi, na wale ambao wapo hapa Dar es Salaam naomba wajitokeze pia kuja kutuongeza nguvu katika mchezo wetu wa kesho ili kuhakikisha tuweze kupata alama kwenye mchezo wa kesho. Ni kushukuru sana.